Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu watazamaji. Leo Dr. Balagoma nawaletea kipindi kingine cha kuendeleza mwendelezo wa sayansi ya nguvu za kiume, ambapo kipindi kilichopita tuliangalia moja ya sababishi vya upungufu wa nguvu za kiume. Tuliangalia mfumo wa fahamu, tukaangalia mfumo wa ngiri, na leo tunaangalia mfumo wa mkojo. Kwa katika sababishi niliongelea kipengele kingine kwamba mfumo wa mkojo leo tunakiangalia. Tunaposema mfumo wa mkojo, hapa naangalia mfumo mzima wa tezi dume. Nafikiri tezi dume nimeshaelezea sana, kila mtu anifahamu. Ambaye hajaifahamu vizuri ataingia kwenye channel yangu, atasubscribe, ataingia ataona clip ambazo nimeelezea tezi dume zaidi. Sasa naposema mfumo wa mkojo nikimaanisha tezi dume namna ninavyoweza kuathiri nguvu za kiume ni baada ya kutanuka kwa tezi yenyewe. Inavyotanuka basi inaathiri misuli ambayo inakuwa katika mfumo wa mzunguko wa damu kwenye maumbile ya mwanaume, kwamba kitendo cha kutanuka kwa tezi husababisha kuathiri kwa misuli. Kwa ile misuli inaathirika baada ya kugandamizwa kwa tezi inayotanuka, basi ile misuli inayohusika na kusimama kwa maumbile ya mwanaume basi hukosa umaridadi na kuweza kuwa dhaifu, na baadaye at the end husababisha kuingiza damu chache kwenye tendo la jimai, ambayo ile damu haiwezi kuhimili kusimamisha maumbile kwa muda mrefu na kuweza kuendelea tendo kwa muda unaostahiki. Nilielezea katika mfumo wa fahamu kipindi kilichopita kwamba ili tuweze kumaster tendo la jimai lazima ubongo utoe taarifa, upite kwenye mfumo wa fahamu wa uti wa mgongo uende kwenye mfumo wa fahamu wa maumbile ya mwanaume, yani misuli ya ateri kwenye maumbile ya mwanaume iweze kutanuka na kuingiza damu. Misuli ya veni iweze kuwa yani isinyae, kuepuka damu kuingia. So kazi ya misuli ya veni inatoa damu kwenye maumbile ya mwanaume kupeleka sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo ikitanuka itasababisha damu itoke na maumbile hatoweza kusimama kwa muda mrefu. Kwa hiyo inabidi mishipa ya ateri ndio iweze kuwa mipana na ingize damu, mishipa ya veni iweze kuwa naro nyembamba, ifunge kabisa. Hapo ndio mwanaume anaweza kuchukua tendo la jimai na kulimudu kwa muda mrefu. Sasa tezi inapotanuka inasababisha misuli ile inasinyaa kwa kugandamizwa na tezi. Kwa damu inapoingia, napohitaji kufanya tendo la jimai, mimi au wewe mtazamaji, damu itakapoingia kwenye mishipa ateri itakuta misuli imeelemewa na tezi imekandamizwa. Kwa hiyo itaingia damu kidogo ambayo itasababisha maumbile kuwa legelege na kuanza kusababisha kutokuperform tendo la jimai vizuri. Nafikiri hapo hiyo point imeeleweka. Point nyingine inayosababisha tezi dume kuathiri tendo la jimai ni psychological tortures, yani msongo wa mawazo au psychological stress. Unajikuta mtu kutokana na changamoto ya tezi dume anakuwa anawaza tapona lini. Inawezekana mwingine amefanya operation mara ya kwanza, mara ya pili narudi na ile kukosa hamu ya tendo, anazidi kuathirika psychology, at the end anashindwa kufanya tendo la jimai vizuri. Pointi nyingine ambayo inasababisha kukosekana au kuathiri tendo la jimai au upungufu wa nguvu za kiume kutokana na kuwa na tezi dume ni changamoto ambayo inatokana kwenye kibofu cha mkojo. Kwa kibofu cha mkojo kuna baki mkojo. Ule mkojo unasababisha kuwa na maumivu ya kibofu. Kwa unakuta mtu anapokuwa anafanya tendo la jimai anakuwa kwenye kibofu anahisi maumivu. Yale maumivu yatamsababisha yeye asiwezi kumaster tendo la ndoa vizuri. Pia kubaki kwa mkojo kwenye kibofu cha mkojo ambao kunapelekea maumivu. Nje ya maumivu, ule mkojo unaobaki unapanda juu, unaenda kuathiri figo na ini. Na tukiangalia figo ni moja organ muhimu mwilini ambayo inasaidia kurekebisha uwiano kati ya maji na madini ndani ya mwili. Na pia kazi ya figo inafanya kazi ya kuchuja sumu na damu ndani ya mwili. Yaani kazi ya figo inafanya kazi ya kuchuja sumu kwenye damu. Inaondoa pamoja na uchafu kwenye mfumo wa damu. Kwa hiyo it means figo haitoweza kuchuja ile sumu vizuri kwenye damu na kuondoa ule uchafu kwenye damu. Na pia kazi nyingine ya figo, kazi yake ni kuzalisha seli nyekundu za damu ambazo ni muhimu sana katika uzalishaji wa damu ndani ya mwili wa binadamu.
Kwa hizo ni changamoto ambazo zitakuwa zinampata mtu, ambao baadaye itapelekea hata performance ya tendo la jima'i haitakuwa vizuri. Changamoto nyingine tunaposema kibofu cha, tunaposema kwamba mkojo au tezi dume kuathiri nguvu za kiume, ni inasababisha kuwepo na infection ya bakteria kwenye kibofu cha mkojo. Watu wengi ambao wameathirika na tezi dume, wengi wamekuwa wakishambuliwa na UTI, urinary tract infection. Kwa hivyo bakteria hao wanakuwa wanamsababishia infection kwenye njia ya mkojo, urethra, kiasi kwamba hata maumbile hayawezi yakaamka yakakaa vizuri, kwa sababu tayari anakuwa na infection. Kwa ni moja ya visababishi vya upungufu wa nguvu za kiume unapokuwa na tezi dume. Lakini pointi mama hapa, namna gani tezi dume inavyoathiri nguvu za kiume, ni pointi moja kubwa, ile ya kutanuka kwa tezi dume husababisha kugandamiza misuli, ile misuli ambayo inasaidia kusupply damu kwenye maumbile ya mwanaume, na kuchukua muda mrefu maumbile yakiwa yamesimama kwa ajili ya misuli kuwa na damu nyingi. Sasa kwa tezi inapokuwa imetanuka, ina maana imegandamiza ile misuli. Kwa misuli itakuwa na damu chache katika tendo la jima'i, ile wazo la kufanya tendo la ndoa. Damu taflow itaingia kwenye mishipa ya artery kwenye maumbile ya mwanaume. Kwa kuwa tezi imegandamiza ile misuli, basi misuli itapokea damu kidogo, baadaye itasababisha tendo la jima'i lisiende vizuri, kwa sababu damu kwenye misuli ni ndogo iliyo flow, kutokana na kugandamizwa na tezi imegandamiza ile misuli. Kwa misuli itapokea damu chache ambayo haitochukua muda mrefu, maumbile yakiwa yamesimama vizuri, yatachukua muda mchache, yatalegea. Hiyo ndiyo pointi kubwa, zingine ni sub point. Karibu Dr. Balagoma, ofisini kwa Kariakoo, karibu na klabu ya Yanga. Pia hata Tandika stendi ya Sinza, ofisi inaendelea, huduma inaendelea. Karibu sana. Namba za simu 0694029277 au 0655782996. Subscribe channel yangu, uwe mwanafamilia wangu, unapata darasa mbalimbali. Karibuni sana. Na unaumwa tezi dume, tiba ipo, usikate tamaa, tiba ipo.